Pindi ilikuja ni kama chemist moja ilikuwa ya moto sana kwa upande wangu mimi. Mbona ndani kulikuwa kuna Bright, basi Naso naye alikuwa pale. Wakaachia mkojo mmoja wa moto kinoma noma. Maskini mbaya. Na nataka tuzungumzie kidogo Bright. Chemist yako wewe na Bright ilikuwa vipi kukutana mpaka kutengeneza project? Ni artist, ni mdogo wangu aliniomba. Nikaona ni nzuri tufanye. Wimbo wake alihisi naweza kufanya vizuri. Nikajaribu. Ngoma ikatoka. Na ikawa ya moto kinoma noma. Tunashukuru kwa kiasi ilichofanya, imeperform vizuri, watu wameipenda. Tumzungumzie Mac Voice ambaye ndo umefanya naye ngoma sasa hivi. Twapendezana. Yes, Twapendezana ambayo tutakwenda kuisikiliza leo kwa mara ya kwanza. Wana Mac Voice mlikutana wapi? Kwenye kazi. Na wewe ndo ulimpa deal ya kuperform kwenye zile video ambazo sisi tuliziona mtandaoni? Manake tukishakutana kwenye kazi tayari hapo sio mimi. Okay, wewe ulimkuta kwenye hizo kazi. Tulikuwa kwenye show moja. Ndiko kwenye show moja. Ilikuwa wapi hiyo? Jamaa alikuwa amemkodi na alikuwa na show kama 3 na mwanzo wa mimi na yeye kukutana ilikuwa ni mjini Mwanza. Tukawa tunazunguka naye show kama 3. Kwa hiyo ndio ulikuwa mwanzo wetu wa kuzungumza na kufanya naye nilichofanya naye. Wanasema ukiwa ndani ya record label hasa hizi kubwa, process ya kupata collabo inakuwa ngumu sana. Wewe ulipenyaje mpaka kwa Rayvanny kukubali wewe kufanya kazi na Mac Voice? Niliongea na Mac Voice kama artist. Kwa hiyo inakuwaga hivi, ukiwa artist unapigiwa simu, bwana nataka kufanya jambo. Kwa hiyo kama kuna changamoto au kuna namna ya kukutana na uongozi, artist ndio huwa anasema bwana muone fulani kama uongozi wangu muone tunaweza kufanya. Na kwako ilikuwa hivyo? Mimi niliongea naye na akakubali kufanya. Rayvanny. Kwa hiyo mambo mengine mimi sikuyafahamu, sikuongea na uongozi. Mimi niliongea na artist mwenyewe. So artist yeye alikubali direct kama bwana tunaweza tukafanya kazi kabla hajakwambia labda zungumza na uongozi na vitu kama hivyo. So nani amefanya audio production yake? Shadoba Records. Ni Bob Junior, lakini mixing amefanya Bear. Chokoza Bear. Shadoba rokatokea tena once again. Ibana basi Naso una mkojo wako mmoja unaitwa Niache. Mimi nimekuwa ni fan wako kwa muda mrefu sana. Nasikilize sana, napenda sana uandishi wa story. Na leo nilizungumzia kitu pia. Mtu yote anayefanya story kiukweli mimi namkubali sana. Aniache mwendano ukisikiliza ni kama mtu ambaye anashinda ku move on vitu kama hivyo. Vipi kuhusiana na ile story? Na nataka utuelezee ilikuwa vipi? Aniache ni maisha ya watu. Aniache kila siku watu wanagombana, alafu baadaye unaweza kuwa umegombana na mtu halafu ukawa bado unamfuatilia. Bado unataka yani hufurahii yeye kuenjoy maisha yake. Kuna wakati unaweza kuta yuko na mtu wake, ukajikuta unaingiwa wivu tu, mnagombana na nini hivyo. Kuna watu wako hivyo, yani kuna watu hawaachiki. Yani unamwacha lakini yeye bado roho inakuwa inamuuma. Au anakuacha yeye lakini baadaye anaanza kuumia. Kwa hiyo ni maisha ambayo nimeona yapo kwenye jamii. Nimeona anastahili kufanya kitu, nikaamua kufanya hicho nilichokifanya. Basi Naso moja kati unaweka katika ile kundi ya wasanii ambao wanatokea upande ule wa kanda ya Ziwa. Katika ile kundi ya wasanii ambao wanatokea kule, basi Naso na pia uwezi kuacha kumtaja. Na nataka uongelee ukiwa kama brother. Kuhusiana na haya mambo ambayo yanaongelea kuhusiana na wasanii wa kanda ya Ziwa. Maybe kuna vitu viko sawa, wanaonekana kama wanadharau na mitikasi kama. Ukiwa kama brother, nataka uongelee kwa uchache. Wapo wenye dharau na nini hivyo wanashindwa, na ndio maana mara nyingi unakuta kanda ya Ziwa wasanii wengi hawana nguvu kubwa ya kudumu kwenye game kwa sababu ya vitu kama hivyo. Nafikiri ni hali tu na tabia. Unajua kule kanda ya Ziwa kuna baadhi ya ukanda yani tumekuwa katika mazingira ya ubishi, babe, unajua kujiona babu kubwa. Ndio maana kuna kipindi fulani hata serikali ilikuwa kuna baadhi ya vitu pia inapata shida, watu wengi miusho. Kwa hiyo hicho kimetukuza hivyo watu. Wakati mwingine inabidi tu watuvumilie. Watusamee, ndivyo inavyokuwa, tunakwenda tunabadilika kwa sababu maisha nayo yanabadilika hivyo. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kweli, na pia kuachana na hiyo wanapenda hawaamini katika kupambana. Wanapenda kubebwa.
wengi, yani kwamba mimi ili nitoboe lazima niwe na management, niwe na nini hivyo. Lakini ukiangalia sasa Tanzania pia hizi management zimekuwa ni chache. Watu wanaojua thamani ya muziki, wanaojua faida ni wachache. Wengi hawaelewi waanzie wapi wapitie wapi. Yani hawajui hizo issue. Kwa hiyo tukitegemea kuwa tu na watu watubebe ndio tutoboe, tutakuwa tunazidi kuchelewa kila wakati. Mimi na wito wangu kwao, wajaribu kupambana, wafanye kazi, wafanye muziki wao, wapambanie ndoto zao, yeye wataenda. Naomba sana. Mwanzoni hapa wakati tunapiga story na ndugu, tunajaribu kuzungumza na watu ambao wanajaribu kuzirudia zile classic song kutengeneza video mpya. Tukawa tunaamini kwamba zinapoteza ladha. Mtu kama Bestinaso hujawahi kuwaza maybe kurudia miongoni mwa kazi zako kali za zamani kusema wacha nitengenezee video mpya, labda mashabiki wanahitaji, lakini kwa mtu akiwa anafanya hivi kitu, wewe kwako unaichukuliaje? Mimi naona ni nzuri ikiwa unafanya ya zamani ukafanya kitu kingine cha ziada, kwa maana ukairudia kama ni collaboration ukafanya, yani akawepo hata mtu, inakuwa ni nzuri. Lakini pia kuna baadhi ya ngoma ambazo kama hazijatoka video na unahisi kuna ulazima wa kufanya, unafanya tu. Mfano ngoma ya Feruzi ile Boss amerudia ile video, si amerudia, na hisi ndio amefanya, maana huko nyuma hatujai kuiona. Na inafanya vizuri mikoani huko, inafanya vizuri sana. Yes, kwa hiyo nzuri hata Juma Nature ile mtoto Idi. Kwa upande wako hujawaza maybe kuchukua ngoma yako yote kaifanyia video ya zamani? Labda nitafanya remix, lakini sijawaza kufanya video ya ngoma ambayo ishatoka kabisa hivyo. Okay. Sawa. Ukiwa kama mfalme sasa wa hii mitikasi ya chaka tuchaka, na iko wazi na sisi kama Flavor sisi nani tubishi na tumeipitisha hiyo. Kuna wazazi wetu, walezi wetu wa sanaa yetu, BASATA. Tuna nini tutakuambia kuhusiana na chaka tuchaka? Cha kwanza kabisa ambacho mimi nawaambia, kuna namna inatakiwa ule uongozi wa vijiji wao wanapata elimu juu ya swala la sanaa na vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya miji unaweza kwenda umechukua kibali kwa afisa utamaduni, lakini ukifika pale kijijini kuna process nyingi, sio hiki ulipe nini, yani hawajui. Halafu hawajuagi bei rasmi. Yani kifupi ni waombe sana wapambane na hili swala, bei rasmi ya vibali kwenye miji midogo midogo. Watu wengi hawajui, kwa hiyo wawape zile bei. Kuna watu wanawaumiza wasanii. Unaweza kwenda sehemu unakatiwa kibali, mji ni mdogo, unaambiwa utoe laki kibali cha matangazo na nini, vitu ambavyo hata wilayani havifanyiki au kwenye manispaa. Kwa hiyo hizo elimu tujitahidi, walezi wetu mtufikishie huko, ili viongozi wetu wale wa zile ngazi za kawaida wao wanajua kwamba tunatakiwa tufanyeje na hawa wasanii. Wanawaonea kifupi vile virushwa bado vipo kwenye miji midogo kuhusu swala vibali. Kwa hiyo hicho ndio nakiomba sana, yani ndio wito wangu kwao, wajaribu kutusaidia hivyo. Lakini pia kingine watusaidie kwenye muda. Najua hili ni jambo la serikali, wanaweza kuwa na namna ya kuomba kama walezi wetu, ikawa sauti yao imesikika zaidi. Unajua show zetu sisi tunafanya, unaenda kuweka show, unategemea mara nyingi mashabiki wanakuwa ni watu wako baa wanakunywa, lakini na wahudumu pia. Unakuta ile baa wanafunga saa 6 kamili au saa 5:30, ndio muda wa serikali. Na sisi tunategemea wao wakifunga ndio waje kwenye show. Kwa hiyo huo muda ambao wanafunga, na sisi sasa kibali chetu kinasema mwisho saa 6. Manake inatakiwa tufunge. Kwa hiyo tunajikuta tunakosa wale wateja. Sasa kama sisi tunailipa serikali ili na sisi tupate faida kwa ajili ya maisha yetu, inabidi watutendee haki hapo kwenye huo muda. Kwenye hiyo time angalau tupewe mpaka saa 9. Inakuwa kidogo, mtu akifunga saa 6 akaenda akaenjoy na msanii wake saa 7 saa 8 akacheza muziki kidogo nusu saa 9 akaenda kulala, sio mbaya. Kwa hiyo watusaidie hivyo. Hivi Bestinaso, katika moment ambazo nakumbuka na hii mitikasi ya show zetu hizi za chaka tuchaka, ilisha kutokea siku moja kibali cha matangazo kikaleta noma mpaka ukajikuta sehemu mbaya? Mara nyingi sana tunakaa ndani, yani hivyo ni vitu vya kawaida kukaa ndani, yani baada ya muda unaambiwa umepitisha muda, alafu kuna baadhi ya askari miusho. Kunajua tumewekewa sheria kwenye vibali pale, unaambiwa ukipitisha muda kuna fine unapigwa mfano 50,000. Lakini kuna askari hawataki hizo, yani hawajui mambo ya fine. Yani ukipitisha muda inabidi ukalale tu ndani hivyo. Kwa hiyo tumelala mara kadhaa, ni vitu vya kawaida. Kwa sababu unajua
hiyo ni sheria na haina yupo ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo hizo tunaomba tu atusaidie hapo. Sure. Sana na Nay wa Mitego. I don't know kama ilikuwa ni project peke yake ama mlikuwa mnapaswa mnafanya kazi kwenye record label yake ya Free Nation. Yani dakika 5 zilizopita nilikuwa naye. Ulikuwa naye kwa sababu kwa hiyo nini ni familia. Ndio nilikuwa nataka nije huko. Mlikuwa mnafanya kazi, ni familia, anakusupport, namna gani unaweza kumzungumzia Nay wa Mitego? Ni familia yangu. Mimi ni mwana Free Nation pia. Okay. Kwa hiyo kazi tunafanya, chochote tunafanya. Ndio maana mara nyingi tuko pamoja. Kuna kipindi Mbosso alishai kuimba wimbo wako Anarudi Kijijini kwenye baadhi ya show ambazo ashai kupita. I'm pretty sure clip ulikutana nayo. Kitu gani kilikujia kichwani baada ya kuona ile clip? Na wewe na Mbosso labda mna ushikaji wa namna yote ama mshai kuzungumza? Unajua nilivyoona, cha kwanza kabisa niliona ni kawaida, ingawa kwangu ni kitu kikubwa kwa sababu ameimba, lakini nimeona ni kawaida kwa sababu Narudi Kijijini imeimbwa na baadhi ya clip watu wananitumia na nini. Wameimbaga Narudi Kijijini na nyingine tu tofauti kwenye mabendi kwenye nini. Kwa hiyo yeye imekuwa ni special kwa sababu ni fulani, ndio hiyo tu, lakini nimeona ni kawaida na appreciate nilichokifanya. Nimejua nilifanya kitu kikubwa, kilikwenda kwa watu, na ndio maana leo anajaribu kukiimba. Moja kati ya EP yako ambayo mwaka mmoja uliopita, Top 4 Story. Muli ndani kuna mkojo unaitwa Scholar, kuna mkojo unaitwa Soremba muli ndani ya Niache. Nipate nafasi ya kusikiliza ngoma zote hizo. Bado uandishi wa story Best Naso bado unaendelea kuishi nao. Yaani ni best storyteller wa kipindi chote. Nataka kufahamu kwanza kuhusiana na masuala mazima ya kuandika nyimbo za story, lakini pia hii album, hii EP tuigusie kidogo. Story ni maisha yangu. Na moja ya silaha ambayo imeniweka muda mrefu kwenye game ni story. Kwa sababu story manake tayari ziko kwa watu tangu wadogo, tunasimuliwa hadithi. Kwa hiyo ni maisha ambayo tumeishi nayo, tunayo kila siku. Ndio maana muziki wa story na uheshimu story ninazo, naendelea kufanya leo kesho. Hiyo Top 4 Story imetoka, lakini kuna Top 6 Story pia itatoka hivi karibuni. Sawa, na nataka tuzungumzie pia Best Naso. Best Naso mara nyingi sana umekuwa ukisema ya kwamba mimi si mshamba kuishi Dar es Salaam. Nimeishi sana Vingunguti, Dar es Salaam naijua. Sasa hivi nimesogea zangu pembeni ni kwa ajili ya mitikasi kutafuta maokoto. Zikija hizi stories za kwamba msanii lazima akae Dar es Salaam, kitu gani waga unaweza kuchangia kwenye hilo Best Naso? Sawa, mimi binafsi naishi na hayo mawazo. Ni kweli kwa sababu Dar es Salaam kuna vitu vingi. Leo niko Bongo FM, niko wapi? Dar es Salaam. Niko Dar es Salaam, yes. Kwa hiyo kukaa Dar es Salaam ni kurahisisha. Kukaa mikoani si kama unashindwa kufanya au unashindwa kufika Dar es Salaam. Unaweza kukaa na ukafanya mambo yako Dar es Salaam. Lakini mwisho wa siku pia wafanye tu vitu vizuri popote walipo wanakwenda. Kama utaweza kukaa mkoani ukafanya muziki wako, si kama utashindwa eti kufanikiwa kwa sababu uko mkoani. Hapana. Unaweza kufanikiwa kwa njia yoyote. Hata ukiwa huko siku hizi naweza oya mwanangu wewe sikia kipindi sana ngapi mzee wangu saa 8. Oya niko mkoa mzee wangu, goma langu jipya hilo hapo. Huwezi kuacha kulipiga hapa. Utalipiga, nitakutumia utapiga. Tayari watu watanifahamu. Kwa hiyo dunia sasa hivi vitu vingi vimekuwa na urahisi. Kuishi Dar es Salaam sio sababu. Unaweza kuishi Dar es Salaam ukafanya unaweza kuishi mkoani ukafanya shughuli zako Dar es Salaam na ikawezekana. Story ya kwamba inawezekana digital platform kama TikTok na mitandao mingine ambayo inakuza zaidi muziki, labda ndo sababu wasanii wengi wa muziki wa zamani wametupwa nje kwa sababu wameshindwa kuendana na huu upepo. Kwenye story kama hiyo unatoa maoni gani? Si kweli. Yaani msanii wa zamani anapotea kulingana na wakati. Kwa sababu ngoma kila siku zinatoka. Sasa msanii wa zamani ukisema mimi bwana siku hizi hawapigi au hawanipigi wakati una zile ngoma za zamani, huo bado utakuwa ni uongo. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunapiga ngoma za zamani kila siku wakati kuna ngoma mpya zinatoka. Hata chakula hatuwezi kula hicho kila siku. Kwa hiyo wasanii wa zamani wana nafasi bado wafanye tu ngoma mpya. Hizo TikToks ni kama ngoma kali, hata wasipoipandisha wao kuna watu watapandisha, watafanya challenge, uko na muziki utaenda tu. Kabla hatujawa na hizi tuzo kwa sasa hivi, tulishaikuwa na tuzo zamani. Na kwa kumbukumbu zangu hafifu nakumbuka kwamba Best Naso huna tuzo ya Tanzania Music Awards za miaka ile, japokuwa sasa hivi zinaendelea. Nataka nifahamu kwa wakati ambao ulikuwa unafanya vizuri, maybe ipi sababu ilikufanya wewe kuwa na tuzo, labda zile ambazo wewe unazifahamu ukiachana zile za Academy ambao ulikuwa unahusiana masala ya tuzo, lakini pia kwa sasa hivi umejaribu labda
kupeleka kazi zako ili uingie kwenye kinyang'anyiro? Nimejaribu. Mimi nafikiri kuna wakati ukifika, kama umefanya kitu kizuri kinachostahili, basi unapata. Nafikiri wakati wangu bado. Na si kwa kipindi hicho pia, hata kama nimefanya vizuri, labda bado nimefanya vizuri tu kwa kawaida, lakini sikukidhi vigezo vya kustahili kupata tuzo. Okay. Sababu